Ni vitu ambavyo vinawatia watu ugumu, ni vitu ambavyo vinawatia watu uzito wasifikie kutafuta elimu, hata kama wapo kwenye sehemu za ilmu, lakini kwa uwepo wao eneo hilo kuna vitu vinawakwaza. Elimu kwao inakuwa ngumu sana, inakuwa nzito, hawaitamani ilmu. Pamoja na kwamba tunaweza tukaeleza hivi, watu wenye ilmu wana fadhila mbele za Allah, Allah kawanyanyua madaraja, malaika wamewashuhudia, malaika pia na samaki baharini na viumbe vyote katika ardhi hivi na vinawaombea msamaha na mengineyo mengi sana. Lakini inawezekana mtu akawa haoni kama hayo ni mambo ya muhimu sana, kutokamana na baadhi ya mambo ambayo yuko nayo kwenye nafsi yake yanamkwaza asifikie kiwango cha kutafuta ilmu. Ni mambo madogo, lakini yanamfikia mtu kumrejesha nyuma kabisa. Wakati mwingine anamfanya mtu kuwa mzembe kabisa, yani anafikia kuwa ni mchovu asiyetamani chochote kwenye mambo ya kusoma, hata kama safari yake anaiona ni mbali, hata kama anaona vigezo anavyoviendea, mambo anayoyaendea ni mengi na ni makubwa na ni marefu, lakini anakufikia wala asiyajali yote, kutokamana na baadhi ya vitu ambavyo vinamzunguruka kwenye akili yake, vinamtatiza, vinamwekea vigingi, vinamzuia asiweze kutafuta ilmu. Jambo la kwanza katika mambo hayo ni fasadu nia, fasadu an-niyati, kuharibika kwa nia. Yani mtu anapokuwa na nia mbaya ni kutafuta kwake elimu, ni moja ya sababu kubwa sana. Nia inapokuwa ni mbaya ni moja ya sababu ya mtu kuto kuweza kuiendea ilmu kwa nashati na kwa uchangamfu. Ndio maana nafahamu ya kwamba nia ndiyo nguzo ya matendo yote. Nia ndiyo ruknu jamii al-a'mal, ndiyo nguzo ya matendo yote na ndio msingi wake. Innamal a'malu binniyat, matendo yote ya ulimini, ya kiwiliwili choche na ya moyoni, matendo yote haya huzingatiwa kwa nia. Yakiwa na nia mbovu hakuna malipo, yakiwa na nia njema yenye kheri kuna malipo. Walikulli mri'in ma nawa, kila mmoja atalipwa kwa kila alichokinuia. Kwa hiyo nia ndiyo msingi mkubwa wa matendo, nia ndiyo msingi mkubwa wa matendo. Hivyo basi nia ikikosekana kwa mtu, tayari kwenye kiwiliwili chake pameshaingiwa na dosari. Ukawa na nia mbaya tu kutafuta ilmu, kisha ingia tule nia mbaya, tayari dosari imeshaingia kwenye mwili wako. Ukiwaza makwenu huko, ukijiwaza wewe mwenyewe, ukaanza kuwatazama watu unaowaona, ukisijui ukiangalia jamii yako, sio kina nani, yale makorokoro ya watu wote wale ikakutengenezea nia ambayo ni mbaya kwenye moyo wako, tayari hicho ni kizuizi cha kusoma, tayari ushakipata. Na ndio maana mtaona maulama wetu rahimahumullah kwenye nyasia zao mbalimbali, utakuja kuona jambo la mwanzo anakuambia ikhlasu an-niyati, kuitakasa nia. Kwa hiyo ikikosekana hii nia kwenye kutafutaji wa elimu, na walbaitu la yubtana illa bi'amidatin wala imada idha lam tubna arkanu. Shairi anasema hivi, walbaitu la yubtana illa bi'amidatin, nyumba haiwezi kujengwa bila ya nguzo. Walbaitu la yubtana illa bi'amidatin, nyumba haiwezi kujengwa bila ya nguzo.
Nyumba yoyote haiwezi kujengwa bila ya nguzo, bila kuwa na ukuta, kuwekwa nguzo 4 upande hizi pande zile. Walbaitu la yubtana illa bi'amidatin, nyumba haiwezi kujengwa isipokuwa na nguzo. Wala imada idha lam tubna arkanu, wala imada idha lam tubna arkanu, na hakutokuwa na nguzo, nyumba haitokuwepo tena. Tuseme nyumba haitokuwepo pakikosekana nguzo. Wala imada idha lam tubna arkanu, nguzo kubwa za nyumba au nguzo kubwa ya nyumba ya mu'min ni niyatuhu as-salih, ni nia yake iliyokuwa njema. Bimaana nia ikishachanganyikana na vitu vibaya, nia ile inaharibika. Na al-Imam Sufyan ath-Thawri rahimahullah alipokuwa anaizungumzia nia kunako kupambana nayo, kwa sababu nia bwana, kadri unavyojitahidi kuitengeneza, kuna wakati nakutana na mawimbi mbalimbali inakutoa. Kwa hiyo watakikana tena uirudishe tena, uweke mahala pazuri, uendelee nayo tena hivyo hivyo. Kwa hiyo hili jambo hili la kupambana na nia iliyokuwa njema, kuiweka sawa sawa, hili ni jambo ambalo wanawachuoni pia baadhi wamehangaika nalo sana, kama vile anavyosema al-Imam Sufyan ath-Thawri, ma alajtu shay'an, sijawahi kukitibu kitu chochote, ashadda alayya min niyyati, kilichokuwa ni kigumu sana kwangu mimi kuliko nia. Ma alajtu shay'an, sijawahi kukitibu kitu chochote, ashadda alayya, kigumu sana juu yangu, ni kizito sana juu yangu, min niyyati, kuliko nia yangu. Yani alikuwa akipambana kweli kweli. Hata Imam Tusari na hivyo hivyo, unaozana nayo hivyo hivyo, nia inakupeleka kwenye mambo haya, inakutamanisha vitu hivi, inakutoa, inakulekea hii tabia hii, lakini unaikatalia, unasema hapana, nataka nia iliyokuwa njema. Sasa kama Imam Sufyan ath-Thawri anasema hivi kwamba yeye kapambana sana na nia kuirekebisha, unasemaje mimi na wewe sasa? Unasemaje mimi na wewe sasa? Tunaisoma zama zetu sasa hivi, utaona jambo la nia kwetu sisi ni kubwa sana, yatakikana tulitengeneze mno. Likiharibika tu hili jambo la nia, mambo yote kwa ujumla wake yatakuwa yameharibika.